na furaha kubwa sana kuwepo Bukoba. Tumekuwa tunawasikia tu kwa njia ya darasa, watu wa Bukoba tunawasiliana nao, lakini leo tunaonana uso kwa uso. Hiyo imekuwa furaha kubwa sana. Nimefurahi kumuona mzee hapa. Tulikuwa tunaona tu message. Na wengine wote nimefurahi kumuona mama, mzee wetu pale wametupokea. Tumefurahi sana. Bukoba imetupokea kwa mikono miwili. Tumefurahia ndizi za Bukoba na mema yote yaliyoko Bukoba. Tumekula chakula kabisa. Lakini pia sisi huwa tunafanya madarasa tu hivi kirahisi sana. Hatuna complications nyingi. Yaani tuko kawaida hivi unavyotuona. Tunaamini hata katika darasa hili lile kusudi litafikiwa. Amen. Shabaha kubwa kwetu ni kupatanishwa tu. Huduma yetu imelenga upatanisho. Upatanisho kati ya nani? Kati ya mtu na Mungu na kati ya mtu na mtu, ili maisha yarudi pale ambapo Mungu aliyakusudia yawe. Amen. Mtu na mtu, mtu na Mungu. Kwa hiyo tutapenda pia kukusikia kwa sababu wewe ni sehemu yetu. Unajua wakati mwingine unaweza kuwa umekaa unasubiri kusikia tunasemaje sasa. Wanaanza kufundisha nini? Wanaanza kuongea nini? Lakini sisi wote kama watoto wa Mungu, wote tumepewa fursa ya kuongea. Na kila mmoja ana sehemu ambayo inatakiwa isikike. Amen. Labda tunaweza tukawa tunajenga kwa sehemu, lakini ujenzi wetu unafanya ile sehemu yako pia isikike kwa nguvu. Amen. Kwa hiyo unaweza ukashangaa tukatamani tusikie kutoka kwako, tukatamani tusikie hata shuhuda tu 1, 2, 3. Imekuwaje ukawepo hapa? Shauku yako hasa ni nini ya kuja na matarajio yale ambayo unayo katika hili darasa? Hasa ni nini? Tutapenda tusikie, tunatamani tusikie. Pia inatufanya tufahamiane sisi na wewe. Mimi naitwa Oscar. Napenda nifahamu wewe ni nani hivyo. Lakini yale ujumbe kwa yale kanisa moja ya wokovu kwa ndio tofauti. Sasa ndio tunafika kwa hiyo inabidi nirudi. Ndio. Kusema kweli, kwa mtu aliyekuja Bukoba na akawa anapewa injili za huko, anaweza asijue yaani kuna upungufu kiasi gani. Lakini kwa kuja huko kupitia TV nikawa naona spiritual ministry. Ila nikafurahi sana kwa sababu wao kidogo nikaona yaani kama vile wanajua kuna uhitaji kiasi gani. Yaani kama wana nguvu fulani kwenye hilo neno nalokosa. Kwa hiyo nilipopata habari kwamba wanakuja, niliambiwa na mdogo wangu sababu alikuwa anajua kwenye TV pale nilifika naweka. Sema neema na nyingi kidogo na waelezea kidogo nachojua. Kwa hiyo ndio mpaka nikaanza kwangu ni. Asante. Wow. Nafikiri ameeleweka ete. Wewe ambaye unapenda kuongea, lakini pia hata ukapenda kuuliza swali au ukapenda eneo fulani kwamba kuna maeneo fulani mmekuwa mkiongea. Mfano wakati tuko Morogoro kwenye darasa, baadhi ya watu walikuja kwenye lile darasa ambalo tulikuwa na camp pale. Na wengi wakasema kwamba kuna mambo huwa mnayaongea, kuna wakati tunabaki kwenye maswali. Ila tulipokaa kwenye darasa wakapata majibu ya mambo mengi na wakaanza kuelewa kwa nini tunaongea vile ambavyo huwa tunaongea. Sasa kutokana na muda ambao tunakuwa nao tukiwa tunaongea, kuna vitu vingine tunakuwa kama tunakata, pita tu shortcut tunaongea. Ila tunapopata fursa kama hii, unakuwa umepata nafasi ya kuuliza kwamba kuna jambo niliwasikia mnasema, kuna hiki nimesikia. Kweli tunaamini, kweli amesema hivyo, lakini namna gani? Yaani mtu akinibana nawezaje kuongea? Yaani ikanipa hakika, yaani nilikuwa na ujasiri kwamba nachosema kiko hivi, hata maandiko yanasema hivi iko. Kwa hiyo iko hivyo. Naeleweka. Kuna mwingine unaweza ukayapenda ila ukawa huna ujasiri wa kuyatetea kwa sababu hauna evidence zile za kufanya utetee. Sasa huu ndio wakati wa kutubana kwamba kwa mzee wa neema, hebu mwaga mnasema hivi, hebu tuambie hii iko vipi. Na mission yetu kubwa sisi ni watu wafahamu kweli. Yesu alisema utaifahamu kweli, nayo kweli itakuweka nini? Huru. Sio maombi yanamweka mtu huru.
sio kufunga kunamweka mtu huru, ila ni kweli ndio inamweka mtu nini? Huru. Hata maombi ambayo yanaweza kujibiwa ni maombi ambayo yanatoka kwenye kweli. Ninaeleweka nachosema? Yaani hata maombi ambayo yanaweza kupata majibu ni maombi yanayotoka kwenye kweli. Ndio mtu ataomba kitu na atapata matokeo. Kwa hiyo sisi tuko kwa ajili ya kweli, kuhakikisha kweli fulani inaachiliwa na watu wanakuwa huru na wanamfurahia Mungu. Mungu ana shauku sana na sisi. Mungu ana shauku na mahusiano yetu na sisi na yeye. Karibu mama. Shalom. Shalom. Naitwa Mary Kalega, maarufu Mama Kalega. Ndio. Wazee wa Neema, karibuni Bukoba. Asante sana. Na mimi nimeshakaribia. Amina. Sasa mimi sitaki kusema nilikuwa. Mimi bado ni Roman Katoliki. Ndio. Nikiwa bado nasoma shule, nilijaribu kutafuta dini ya Yesu ilikuwa ni dini gani. Alafu nikaitafuta dini ya kweli ilikuwa ni dini gani. Sasa katika Biblia sijui ni kifungu kipi, katika kusoma nikakuta kwamba Yesu akasema dini ya kweli ni kuwafariji wenye shida, wagonjwa, kuwasaidia wajane pamoja na maskini. Nikasema alafu nikagundua kwamba kweli mwenyewe ndio Yesu. Kwa hiyo nikasema kwamba kwa hiyo dini ya Yesu, kwa sababu Yesu ni kweli, kwa hiyo dini ya Yesu ndio dini ya kweli, ni kuwatembelea wagonjwa, kuwafariji wajane na maskini. Nikasema basi hiyo itakuwa dini yangu. Basi nimekuwa naishi hivyo. Kwa hiyo nina imani haya maneno ambayo yamekuja yanazidi kuwafungua watu na mimi yananifungua zaidi. Kwa sababu watu wengi wamefungwa na ile kwamba mimi nimezaliwa katika dini fulani, basi hiyo ndio dini, hiyo ndio dini. Kumbe dini sio ile dhehebu. Tunakosea pale, dini sio dhehebu. Dini Yesu mwenyewe amesema kuwafariji wagonjwa, maskini na wajane. Umeshafanya dini pale. Yaani ndio unapaswa kuwa dini. Sio ile madhehebu, sio mimi Roman kama alivyosema, mimi Msabato, mimi Muislamu, mimi ni nini? Tumejiwekea vizingiti, tunajiwekea vikwazo. Good. Endelea kuitumia. Kwa hiyo tumejiwekea vikwazo ambavyo vinatulimit, yaani baada ya kufunguka tunajiweka ndani ya boksi. Kwa hiyo ninaamini haya maneno ya kweli yanayozidi kusambaa, wengi tunatoka nje ya boksi. Binafsi baada ya kusikia maneno, kitu ambacho kwanza ambacho sikubaliana nacho kwa haraka sana ni ile kusema kwamba dhambi imechukuliwa, dhambi imeondoka. Neno hilo kwangu kulipokea ilikuwa ni ngumu sana. Nikasema hapa hawa wazee wanasema kweli. Je, Paulo anasema kweli? Sasa sikuwa na wazo wa kusoma Biblia, ikanifanya nianze kusoma sana Biblia. Nilikuwa miaka kadhaa sijasoma Biblia. Maana kiasili wako toka kusoma sana Biblia. Lakini imenifanya sana nisome Biblia na kufahamu neno la Mungu. Amen. Nisije nikageuka nikando mwenye darasa. Kwa hiyo nachache naomba nikabidhi mic ili mwenye darasa aweze kuendelea. Asante sana. Amen. Asante. Wow. Asante. Asante sana Mama Kalega. Asante. Labda kuna mwingine tena alitaka ongea, uulize kitu. Ngoja sawa. Atakuja wewe yule tumaliza. Karibu. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Ninamshukuru Mungu kwamba nina furaha sana kwa ajili ya kumuona Baba Masisi hapa, mtumishi wa Mungu Oscar. Okay. Kwa kweli mimi nilikuwa nasikia, lakini siku moja nilikuwa Bunyekera kwenye nyumba ya mchungaji mmoja wa Pentecoste, ni rafiki yangu sana. Wakati tumefungua TV, mchungaji mahali hapa Masisi na Oscar wakawa wanafungulia habari ya somo la fungu la 10. Kabili tusiendelee. Kabili tutulie ili tusikilize. Maana fungu la 10 walinipiga ngumi za usoni. Yaani kwa mara ya kwanza nimekuwa Pentecoste, nimevunja mapepo na mambo mengine. Maana huko ndio kuna shughuli za utata. Mimi nilifikiri kama mara 20 ya watu wameletwa na malaika huko kwenye TV. Hao kuna shida gani? Ilibidi na mchungaji tukae kwanza na chaki ili tuwasikilize hao watu.
Kwa sababu shida tulikuwa tunaipata, kwanza tulikuwa tumejadili kama wiki mbili zimepita. Tulikuwa tuna shida moja. Ndio. Kwamba nilikuwa namwambia mama mchungaji mmoja kwamba sina fungu la 10. Kwa sababu sitaondolewa laana ya magonjwa. Maana mojawapo ya fungu la 10 linatoa laana ya magonjwa. Lakini pili ndio linaleta baraka ya haraka. Lakini tatu linamfanya Mungu kumshawishi jirani salama. Unajua fungu la 10 linamshawishi Mungu kiasi kwamba anashawishika. Anaacha matatizo yake. Anasikiliza sasa muda wa mambo fulani. Sasa wakati tuko tunasikiliza habari ya fungu la 10, mama mchungaji akasema ninamsubiria baba mchungaji au nipigie simu asikilize hawa hivi wana matatizo kichwani au ni watu wametoka mbinguni. Fungu la 10 lilifundishwa mimi kwa mara ya kwanza, ile Malaki 3:10 nilikuwa sijawahi kuiona kwa Biblia. Japo nilikuwa nasoma leteni zaka kamili. Ikifika hapo mimi kanisani nasikia Mungu wangu leo nimekamata maana Mungu amenikuta hapa na hii zaka sini. Kwa kweli mimi sitaki kusema mambo mengi yaliyoko kwenye fungu la 10 wa upendo. Lakini ningeomba hata kabla hawajaondoka hao baba. Wanaweza usiweza. Amen. Angalau mtuseme upendo. Fungu la 10 angalau mliongelea angalau kwa dakika 20 kiundani. Yaani kati ya kifo ambacho kimetukuta kwenye kanisa la sasa hivi. Mzee Masisi unaweza ukavuja na mapepo yakaondoka. Unaweza ukaongelea mambo ya upako. Tukifika kwenye fungu la 10. Mungu hapo ndio, yaani hapo Mungu ndio anasimama na kusimama. Kwenye fungu la 10 Mungu haendi mbali. Haelewi yani hapo haelewi. Jua au lakini mimi tumeumia muda mrefu. Mchungaji akasema wana kazi nimesikia kwa muda walionifundisha, nimeelewa. Ningekuwa nina uwezo ningeenda Dar es Salaam kwa huyu baba kumuuliza zaidi. Na leo nimepigia simu akasema ana shughuli kwa sababu baada zao za Jumanne. Kwa hiyo kumbuka ni mama mchungaji. Na alipokuja baba mchungaji na kumaliza muda mrefu ninamaliza kile kipindi na mwenyewe anaingia na gari lake tukampasha zile. Mchungaji anasema fungu la 10 kuna watu gani wameliongelea kwa staili. Lakini ile TV nyumbani kwake sasa ndio imekuwa kwa staili ikifika saa 3:30. Maki mimi sina TV kule kwa sababu sina umeme. Na nilikuwa natamani sana ningekuwa yani kuna umeme ningenunua hata TV. Kwa hiyo nakimbiaga kujiekea naenda naangalia kwanza kile kipindi kwa mchungaji. Na nibali kutoka Kastam mpaka kujiekea. Kina bidi niende kuangalia kwa mchungaji na mama mchungaji na mkuta tayari anajiandaa tunaendelea kwa sababu. Kwa hiyo nakuta kwa kweli ni washukuru. Na wewe ni mstaafu na kufahamu vizuri. Kwa hiyo pale jirani sasa. Kama na wewe huko pamoja na sisi kwenye neema atakutembelea. Asante sana. Karibu sana. Amina. Mzee wa neema karibu. Tulikuwa tunategemea hiyo swala na tumepambana sana na ndugu yangu mahali hapa, maana ulikuwa unaona tunashughulika, tunakaribisha watu tuangalia hata sisi tunasikia kama furaha. Hapa hatujapata nafasi ya kuwatembelea. Ile haiko siku. Amen. Asante. Amina. Asante sana. Asante. Karibu brother. Karibu na wewe uongee alafu tutakuja wewe na wewe hapa alafu tutaendelea hapa. Asante sana. Amina. Jina langu naitwa Edward Tumejuka. Kwa Yesu. Amen. Nimeanza kusikia habari zenu kwa muda mrefu kidogo baada ya kupokea ujumbe kwenye WhatsApp kutoka kwa mtu. Pasa ujumbe wa fungu la 10. Lakini sasa nikachukua ile message nikaipata kwa mtu wa mwenzangu. Ndio. Nikampa na mwingine. Lakini nilipatia mtu mmoja Ayubu Mlenda rafiki yangu wa cheti ya juu. Sasa baada ya kumpa akaangalia, nadhani naye alipata maendeleo
uwezo wa kuendelea kufuatilia. Okay. Lakini sasa mimi sikuweza kuendelea kutafuta zaidi kwa sababu nilikuja kualipiwa na hiyo simu na sitamani kumiliki hizo simu kulingana na kazi zangu. Nikawa na simu ya kawaida. Kwa hiyo sikupata tena ujumbe. Okay. Na kitu kingine nilikuwa nikisikia vitu vingi kutoka sehemu tofauti kwamba mtu unajifunza sasa mtu anasikia anasema mimi ni Kristo. Sasa akisema mimi ni Kristo, najua yeye ni Kristo kwa sababu Kristo anaishi ndani yake. Ndio. Na yeye ni mrithi wa Kristo. Ndio. Lakini pia anasema niko mbinguni. Japo anaonekana niko duniani. Sasa najiuliza huko duniani nataka nipate ufafanuzi. Okay. Kwamba wakati anaongea kwa tunabishana sana hapa kwa sababu mimi anaposema mimi niko mbinguni. Mimi sitendi dhambi wala siko swali masuala hayo. Sasa nikawa napata shida sana kwa sababu shetani yuko kama mjaribu. Na ipo milango mingi ya dhambi ambayo tunayo. Kuna kuona, kuna kugusa, kuna kwa aina mbalimbali hata kufikia. Inaweza ikawa ni njia mojawapo ambayo mtu anaweza kupeleka kuwaza vibaya au kufanya vibaya. Sasa nikawa ninapata swali. Ndio. Katika maneno yale tulikuwa tukijadili, nilikuwa napata maswali sana. Sasa nikamwambia kwamba unaposema niko mbinguni, kwa mtu anayetakiwa kuelewa kwa haraka natakiwa kupatikana fafanuzi nzuri ambazo zitamuonyesha mtu anaposema niko mbinguni akuelewe kwa mbinguni kivipi. Okay. Sasa ninahitaji kupata fafanuzi kwamba tuko hapa duniani tunaonana, tunajua kwamba hii mili tulionayo utukufu wake ni hapa duniani. Na ile mili sio alipika utukufu wake ni mbinguni. Sasa anapokuwa mbinguni maana yake alafu baada ya Mungu walikao. Alafu sasa anaposema yani napata shida hapo. Okay. Tupate ufafanuzi hapo ili kidogo ndio mtu anaposema niko mbinguni na niko mbinguni kivipi, alafu anaposema kwamba mimi ni Kristo pia tupate ufafanuzi zaidi kwa sababu tulianza kuhojiana na kuulizana maswali kwamba tunatakiwa kujua maana neno Kristo. Ukishajua maana ya Kristo unatambua kwamba ni Kristo wa Yesu. Okay. Tutaanza na kuna mtu aliongea kidogo kuhusu fungu la 10 kwamba tuliongee fungu la 10 lilivyo. Labda niseme fungu la 10 ukilisoma kwenye maandiko kwa Biblia kwa mara ya kwanza linaonekana kwenye Mwanzo 14. Mwanzo 14 linaonekana Abraham akitoa fungu la 10 baada ya kutoka vitani, akiwa amerudi kumkomboa ndugu yake Lutu. Alikuwa ametekwa na wafalme fulani. Ukisoma hiyo 14 unaipata hiyo story. Akiwa anarudi akakutana na Melkizedeki. Melkizedeki alikuwa ni Kristo ila akiwa concealed, amefunikwa. Kwa sababu agano la kale lote lilimfunika Kristo. Agano jipya limemfunua nani? Kristo. Ndio maana unakuta katika agano la kale unakuta huko kwenye Wakorintho wa kwanza 10 anasema kwamba waliunywea mwamba. Ule mwamba ulikuwa ni nani? Ni Kristo. Nani waliunywea mwamba? Israeli. Walipokuwa wakitoka Misri kwenda wapi? Kanaani. Lakini hawakujua kwamba wanachokinywea ni kitu cha namna gani kwa sababu kilikuwa kimefunikwa. Unasikia habari zile za nyoka wa shaba. Yalipotokea matatizo wakaumwa na nyoka zile, wakarudi wakaomba kwa Musa waombee, Mungu akawarehemu sijui na nini, akamwambia tengeneze nyoka, wakaambiwa kimtazama watakuwa wazima. Yule alikuwa ni Kristo. Yako maeneo mengi tu, mwana kondoo aliyechinjwa pale Misri, damu yake ikapakwa kwenye miimo, alikuwa ni Kristo. Umenielewa? Ndio haya mambo yanayoendelea leo, kupaka damu ndani ya nyumba. Watu wanaendelea nayo mambo. Wako tu bado kule. Sasa unakuta hata hapo kwenye fungu la 10 wakati Abrahamu anarudi alipokutana na Melkizedeki, yule alikuwa ni Kristo amekutana naye. Sifa alizonazo ni sifa ambazo Kristo anazo. Na kitu kimoja ambacho ni muhimu sana kukizingatia pale, Abrahamu alifanya lile tendo, halikuwa endelevu. Hayakuwa maisha yake kutoa fungu la 10. Kwa sababu ile ilikuwa ni moment fulani, ilikuja tu kwenye maisha. Yaani alikutana na huyo mtu, haikusemwa tena baada ya muda fulani Abrahamu akamfuata Melkizedeki akapeleka tena fungu la 10. Sio, inaeleweka na kusema hiyo ni moja kati ya vitu muhimu sana kuvizingatia. Kwamba Abrahamu alitoa ile, ilikuja tu pale.
akafanya kile alichofanya. Lakini pia wengi kama alivyosema ndugu kwamba fungu la 10 watu wanasema kwamba linalinda, linafanya nini, si mambo mengi, wamelipa sifa nyingi ambazo linafanya. Lakini Abrahamu wakati anatoa lile fungu la 10, Abrahamu alikuwa tayari ni tajiri sana, tajiri mno. Nenda kasome pale nyuma yote 13, anasema Abrahamu alikuwa tajiri wa kila kitu. Pia lile fungu la 10 alilotoa, hakutoa katika mali zake, alitoa kutoka kwenye mali alizoteka kwa maadui, alienda kuwavamia na kuwapiga. Wakati amemrudisha Lutu na watu wote waliotekwa pamoja na Lutu, ile mali ndio aliitolea sehemu ya 10 akampa Melkizedeki. Alafu ukisoma ile maandiko anasema 90% akairudisha kwa wale ambao vitu vyao vilitekwa. Mfalme wa Sodoma akamwomba kwamba naomba nipe jeshi lako, alafu hizi mali uzichukue. Akamwambia hapana, sitafanya hicho kitu, usije ukajisifu kwamba umenitajirisha. Kwa hiyo ina maana katika ile vita na ile namna yote iliyofanyika pale, Abrahamu hakuchukua kitu hata kimoja. Naeleweka? Alitoa sehemu ya 10, 90 akairudisha. Ndio maana utakuta wakati mwingine tukiwa tunahubiri ni kama tunaviaki kwamba kama wewe unataka sana kutoa fungu la 10, kisha toa fungu la 10 ili 90 mrudishie aliyekuajiri ili tuone unaishije kama unaamini hivyo. Maana Abrahamu hakutaka kuondoka nalo, alirudisha kwa wale ambao lilikuwa ni la kwao. Naeleweka nachosema hiyo sasa ni sehemu ya kwanza ambayo tunaliona fungu la 10 jinsi linavyotolewa. Lakini sehemu ya pili unalikuta kwa Yakobo. Yakobo ukienda kwenye hiyo Mwanzo 28 unakuta habari za Yakobo akiwa anatoroka baada ya ndugu yake kutaka kumuoa kwa sababu kuna mchezo aliofanya na nini, akawa amebarikiwa kwenye nafasi ya kakake, ingawa walikuwa wameshauziana, ila kakake alikuwa nafikiri mwenzake anatania, kumbe walikuwa tayari wamekubaliana kabisa. Sasa Yakobo anapotokewa pale, nakumbuka tulipata muda tuliongea sana na mzee wa Neema. La kwanza, Yakobo hakumuelewa Mungu anaongea nini kwake. Yakobo alijicommit kufanya kitu ambacho hakuwa ameelewa hasa Mungu anaongea nini na yeye. Aliona ngazi zinapanda na kushuka, aliona mlango akakiri ule mlango, akakiri ile ngazi, akaona wao malaika na nini, akaweweseka sana kiasi kwamba alipoamka akaanza kujicommit na kuweka nadhiri kwenye kitu ambacho ni Mungu ndio aliyekuja kuongea kwake, sio Yakobo alienda kwa Mungu. Ninaeleweka hapo nisema hivyo Ukifuatilia yale mazungumzo utagundua Mungu alikuja kwa Yakobo akamwambia, nitakubariki, nitakulinda unakokwenda, nitakufanikisha, nitakurudisha salama, nitafanya hivi, nitafanya na sitakuacha mpaka nimeyatimiza yote niliyokuambia. Yakobo alipozinduka kwanza akaweweseka na ile kwamba hapa ni mlango wa mbinguni, hapa ni njia. Yale yote alikuwa naona ilikuwa ni parable ya Kristo. Yaani yule alimuona alikuwa ni Kristo katika fumbo. Kwa sababu Kristo ndio njia, si ndio Sio nasema mimi ndimi njia na kweli na uzima. Mtu hawezi kwenda kwa Baba isipokuwa kwa njia nani? Ya mimi. Kwa hiyo Yakobo alikuwa amemuona Kristo ila alikuwa amefunikwa, kwa hiyo akashindwa kumuelewa. Mlango ni Kristo. Yesu anasema mimi ni mlango wa uzima. Mimi ni mlango wa wokovu. Mtu ataingia kwangu na kutoka atapata nini? Malisho. Kwa hiyo ule mlango aliokuwa unasema alikuwa ni nani? Ni Kristo. Ila kumuelewa. Naeleweka ninachosema Yaani vyote pale vile vilikuwa vinaongea Kristo. Na ndio maana kwenye moja ya mafundisho yetu tunasema kwamba ukisoma hii Biblia, Agano la Kale kule ukasoma maandiko, usipomuona Kristo hujasoma bado. Karibu scripture zote zimemwandika Kristo, ila kwa fumbo. Zimemwandika Kristo kwa fumbo. Stories zote ziko huko, zote zinamuongea Kristo ila kwa fumbo. Ninaeleweka jamani Sasa kile kuweweseka kwa Yakobo ndio kukamleta pale pa kusema kwamba nitaweka nadhiri. Ikiwa Bwana utafanya hivi, ikiwa Bwana utafanya hivi, ikiwa Bwana utafanya hivi, nitakutolea sehemu ya nini? Ya 10 katika kila ambacho utafanya. Lakini tukirudi mwanzo wa hiyo namna ilivyokuwa imetokea, ni Mungu ndio aliamua kumfuata Yakobo, kwa sababu Yakobo alikuwa hajui Mungu anapatikana wapi. Na ni Mungu ndio kwa mapenzi yake aliamua kwamba nitafanya hiki kwako, nitafanya. Na yule alikuwa ni nani? Ni Kristo. Kristo ni mwema kwetu, ndio sifa yake.
Ninaeleweka jamani eh? Kristo ni mwema kwetu, ndio sifa yake, na yeye ndio alimwambia kwamba nitafanya na nitahakikisha nimefanya. Yeye ndio akajicommit kwamba kama utafanya basi mimi nitatoa sehemu ya 10. Mimi huwa kirahisi nasema Yakobo alikuwa haamini. Unajua kwa nini alikuwa haamini? Alikuwa anatafuta namna ambayo atambana Mungu, sio kwamba atamwamini Mungu. Sio, naeleweka nasema eh? Yaani namna ambayo atafanya nini? Atambana Mungu, sio kwamba atamwamini Mungu. Na wewe hapa utapata. Yaani kama hiyo unayosema kweli utakuwa serious kufanya, sehemu ya 10 mimi nitakupa. Embwaza huko na baba, afu unamwomba akupe milioni, afu unamwambia baba, katika ile milioni 100,000 mimi nitakupa. Afu yeye ndio anayekupa milioni. Ingia akilini. Yaani unamwona kabisa kwamba Yakobo alikuwa kwenye kuweweseka. Alikuwa anaongea vitu ambavyo havifikiri. Ni kama Petro alivyoona ule utukufu pale Yesu alivyobadilika akatokewa na Musa na Elia. Akasema bwana, tujenge vibanda ili iwe nini sasa? Mission tutaifanyeje? Yaani tunaishia mission hapa kwenye vibanda. Nini? Ilikuwa ni kuweweseka na kile alichokiona. Ilikuwa kuweweseka tu. Anajikuta anaongea vitu ambavyo ukimuuliza mara nyingine akiwa ametulia anaweza naye akajishangaa kwamba nilikuwa naongea nini sijui. Sasa ndio kitu ambacho Yakobo alikifanya. Alijicommit kufanya kitu ambacho hakuwa ameelewa hasa alikuwa anaambiwa nini. Amen. Amen. Yes. Na hiyo pia ni weweseko hata la watu wengi walioamini leo. Hata watu wengi walioamini wanaweweseka sana. Haya mafungu ya 10 yote ni kuweweseka. Unajua kwa nini? Kwa sababu vile ilivyofanywa mission na Mungu kupitia Kristo na kumalizwa, Mungu anachotaka kwetu ni imani tu. Ndio maana anasema kwamba Roho Mtakatifu anashuhudia kwa habari ya dhambi kwa sababu hawakufanya nini? Hawakutoa fungu la 10. Hawakutoa fungu la 10. Yohana 16 anasema Roho Mtakatifu atashuhudia kwa habari ya dhambi kwa sababu hao watu hawakutoa fungu la nini? Hawakuniamini mimi. Yaani dhambi pekee sasa hivi. Hata achaneni na zile injili za kijinga za kusema kwamba Mungu atakuwa na madaftari. Ataanza kusema siku ile wakati unapita kwenye ule mtaa wa Bukoba pale, ulipokata hapa, unamkumbuka dada mmoja ulimwona mnene ukamtamani. Hiyo ya kwanza. Alafu Mungu hana hizo kazi. Hivi kweli, tuwaze tu. Tuchukue tu Bukoba ndio dunia nzima ambayo itasimama mbele za Mungu kuhukumiwa. Vitabu ambavyo vitakaa kule mbinguni kuandika vitatosha kweli? Kama ni kweli hivyo vitabu tulivyonavyo kwenye akili kwamba vitaandika makosa ya watu, vitaandika, wala sio. Zile zote ni parables. Ukisikia unasema kitabu cha uzima ni Kristo. Kitabu cha uzima ni mtu. Preach. Na huyo Kristo mwenyewe ni wewe. Kwa sababu kama wewe ni mwili mmoja na Kristo, wewe ni Kristo basi. Amen. Haiwezekani kichwa kikawa nani? Kikawa Tibaijuka afu mwili ukawa nani? Inawezekana? Haiwezekani. Kama mwili ni Tibaijuka maana na kichwa ni nani? Sasa kama Kristo anasema sisi ni mwili wake, maana yeye ndio kichwa chetu. Maana sisi ni nani? Ni Kristo. Ndio maana akisema mimi ni Kristo Oscar, kwa sababu naelewa hivyo. Kichwa kiwezi kikawa Oscar alafu mwili ukawa kitu kingine. Haiwezekani. Naeleweka jamani? Yes, iko hivyo. Sasa unakutana pale kwa Yakobo, kilichofanyika ni kwamba Yakobo hakuelewa kwa sababu vitu vilikuwa vimefunikwa, havijafunuliwa. Kwa hiyo hakuelewa ule ujio wa Kristo kwake. Nini Kristo alikuwa anaongea naye? Hakuelewa. Ila unaona katika safari ya wana wa Israeli walipotembea kipindi cha Musa akachukua fungu la 10 kama sheria kwa ajili ya taifa la Israeli. Kwa nini alifanya vile? Mungu aliweka mifumo katika taifa la Israeli. Ndio maana ukisoma kuanzia Kutoka, kitabu cha Kutoka kile na kuendelea vile vitabu vyote 4 vile, unakuta Mungu ambavyo anaongea taratibu
ambazo watakuwa wanaishi kwazo lile taifa, tamaduni, mila, nini. Yani anaongea mpaka anafika mahali hata mtu anayefanya makosa anatakiwa afanywe nini, atolewe nje ya mji, sio afanye nini, mipaka ya mji wao, sio nini, yote Mungu anawaeleza pale. Na katika taifa la Israeli, kumbuka walikuwa makabila 12 ambayo ni watoto 12 wa nani? Wa Yakobo. Sawa Watoto 12 wa Yakobo. Ndio hayo mataifa 12 ya nani? Ya Israeli. Tunaposema Israeli maana yake ni Yakobo. Israeli sio wana wa Mungu. Israeli ni wana wa Yakobo. Narudia tena hii. Nasema hivi, Israeli sio wana wa Mungu. Taifa la Israeli ni wana wa Yakobo. Kuna mtu mmoja anaitwa Yakobo, alikuwa anaitwa Yakobo, akabadilishwa jina baada ya kushindana na malaika, akaitwa Israeli. Ndio pale watoto wake alipowazaa wakasema hawa ni wana wa nani? Wa Israeli. Nimeeleweka vizuri? Sasa ile safari yao ya kutoka Misri walipokombolewa na kuletwa, wakapita mahali ambapo Mungu akawapa sheria ambazo zitaongoza lile taifa. Ndani ya zile sheria ikawemo na sheria ya fungu la 10. Kwa nini ilikuwemo sheria ya fungu la 10? Sasa hiyo ndio muhimu sana pia kuielewa. Ile sheria ya fungu la 10 walipewa taifa la Israeli kwa sababu ndani ya taifa la Israeli ambalo Mungu yeye kwa kupenda kwake alijichagulia atembee nalo kuwa kama mfano hapa duniani. Sawa Ile familia, kwa sababu kwanza alianza kutembea na familia ya Yakobo ambaye ni Israeli. Kumbuka na ilitoka kutoka kwa Abraham, ikaja kwa Isaka, ikaja kwa Yakobo. Mungu akiwa anafanya kiapo. Ingawa bado hata hicho kiapo chenyewe kilikuwa ni fumbo. Yaani Mungu alikuwa anaongea katika namna ya fumbo. Na vyote vilivyokuwa anafanya kwao vilikuwa ni katika ya mfano, sio kitu halisi. Sio, inaeleweka Tutaendelea kuelewana tukadiri tunapotembea. Kwa hiyo Israeli wakapewa zile taratibu ikiwemo na fungu la 10. Kwa nini? Sababu katika yale makabila 12 Mungu aligawa kazi kwenye yale makabila. Kila kabila lilikuwa na jukumu lake. Mfano wa Efraim walikuwa ni wapiganaji, watu wa upinde, wenye kushika upinde. Ukisoma kwenye Zaburi 76 nafikiri sio mstari wa 5 wa 6, anasema wa Efraim wenye kupiga upinde walirudi nyuma siku ya vita. Kwa nini? Hawakushika agano la Mungu. Hawakukumbuka matendo yake, na ikawafanya wakashindwa kusimama mbele ya vita. Wao katika kabila la Israeli walikuwa ni wapiganaji. Umenielewa? Sio wote kwamba walikuwa wapiganaji, no, wao ndio walikuwa wapiganaji. Lakini pia ukirudi kwenye kabila jingine la Yuda, kuna wakati Israeli wakati wanaingia, ukisoma kwenye Kutoka kule, wakati wamemuuliza Mungu kwamba hapa tunavamieje, tunaingiaje, maka tuelewe. Baada ilikuwa sijui kumetokea jambo gani hapo katikati. Kuna shida moja nafikiri kwa imetokea. Walipomuuliza Mungu akasema kabila la Yuda ndio litatangulia mbele. Sasa wao walikuwa wanaongozwa na Mungu katika namna hizo. Ndani ya yale makabila 12 Mungu akachagua kabila moja la Walawi. Walawi sio cheo. Kama ambavyo leo mchungaji anasema unajua mimi ni Mlawi kwenu, kwa hiyo natakiwa ni ile fungu la 10. Hapana. Mwambie wewe ni Mhaya, sio Mlawi. Amen. Mnaelewa ninachosema? Walawi sio cheo, Walawi ni kabila. Kama vile Israeli kuna kabila la Benjamin, kuna kabila la Yuda, kuna kabila la Manase, kuna kabila hayo makabila yote. Kama vile ambavyo leo yako makabila ya Wazalamu, Wandengeleko, Wahaya, Wanyakyusa ndani ya nchi ya nini? Ya Tanzania. Sasa katika taifa la Israeli, Walawi ni sehemu ya kabila lililokuwemo ndani ya taifa la Israeli. Kwa hiyo Walawi sio cheo. Hiyo ni kweli moja ambayo inatakiwa ikae ndani yako, kwamba Mlawi sio cheo, Mlawi ni kabila. Nimeeleweka? Na hao ndio Mungu aliwachagua katika taifa la Israeli, watakuwa wanashughulika na mambo ya nini? Ya hekaluni. Kwa hiyo taifa la Israeli lote, yani yale makabila 11, kulikuwepo wakati ambao lazima waje kwenye ibada kwa Mungu, ambaye alikuwa ameweka taratibu za namna ya wao wataabudu vipi kupitia hao Walawi. Kwa hiyo hao Walawi walikuwa wanajua taratibu zote za ibada ziweje, kwa Israeli kupata kibali kwa Mungu na Mungu kuendelea kubaki kuwa upande wao, kuwasaidia, kuwapigania na kufanya nini. Ndio ile unakuta taifa la Israeli walikuwa wanaenda na sadaka za nini? Za kufunika dhambi, kwa sababu Mungu asili yake ilikuwa ni dhambi tu.
Na kipindi hicho Mungu alikuwa na hasira kwa taifa la Israeli tu. Mataifa mengine hakuwa na shida nayo kwa sababu hakufanya agano nayo. Ukisoma kwenye Kutoka 24 utakuta Mungu anapofanya agano na taifa la Israeli, makabila 12, wako wazee 70 kutoka kwenye kila kabila, yale makabila ya Israeli, wanamwaga damu. Yaani ukisoma soma tu kama story. So unajua pia wakati mwingine tunakosa kuielewa Biblia vizuri. Tunaisoma kama kitabu fulani, yani kitabu fulani mpaka unakuta unafunga vitu leo. Ukisoma unataka usome yani rohoni. Soma tu kama kitu cha kawaida. Ukisoma kama kitu cha kawaida utaona kama ni matambiko fulani hivi. Yaani ukikaa kama hapa, alafu tukasoma labda kwa njia ya picha, tukamwona Musa anavyofanya na wale makabila. Yaani utaona matambiko kabisa. Wanachinja ng'ombe, wanakinga damu kwenye ile mabakuli. Musa anachukua ile kama mkia ule, anachovya kwenye ile damu, afu anasema maneno, anamwagia hivi. Yaani ukiangalia hivyo utasema wale unafanya matambiko ya nini pale? Ndicho alichokuwa wanafanya. Mungu alikuwa anafanya agano na taifa la nani? La Israeli. Moja ya vitu ambavyo ni muhimu sana, sisi najua wote tunafahamu. Mimi ni mkinga kwa kabila katika namna ya mwili, ni mkinga. Ninajua kabisa kwamba sina uwezo kuingia kwenye matambiko ya kihaya. Wangapi wanakubaliana na mimi ninavyosema? Sina uwezo. Otherwise kuna taratibu zitafanyika ambazo ni tofauti na wahaya wenyewe, ambazo kila mmoja katika yale matambiko kwenye miungu yao ya wahaya atapewa taarifa kwamba huyu mtu ni mgeni, na hata ile miungu itasema. Sasa katika taifa la Israeli, wakati Mungu amefanya nalo agano, mataifa mengine, ndio maana tunasema huwa mataifa, kwa sababu sisi tulikuwa tumetengwa na lile taifa la nini? La Israeli. Mataifa mengine yote sisi tulikuwa tumewekwa kando. Mungu hakuwa anajihusisha na sisi kabisa. Afu na jinsi alivyoifanya ile Torati ilikuwa inatutambua sisi kama wanyama, tena wanyama najisi, mbwa. Naeleweka nasema hiyo. Kiasi kwamba leo kwa Myahudi ukishika kitu chochote cha Musa, serious, kwa Myahudi yoyote ukishika kitu chochote cha Musa, hivi ambavyo wachungaji wanahubiri mambo ya Musa, atakuza wewe ni kabila gani kutoka katika Israeli? Sema mimi Muhaya. Sema Muhaya. Yaani utaishampa kizunguzungu, kwa sababu katika Israeli hakuna kabila la Muhaya. Alafu kwake inakuwa ni kashfa, kwa sababu ni kama umeshika matakatifu, wewe ambaye ni najis. Hivi mnanielewa nikisema hivyo eh? Yaani Torati mtu wa mataifa ilikuwa inamfanya ni kitu cha ajabu kabisa yani. Ukitaka uone ilivyo serious, soma Matendo ya Mitume sura 19 na sura ya 20. Utakuta kuna wakati walitaka kumpiga Paulo kwa sababu walifikiri ameingia na Timotheo ndani ya hekalu lao. Na hao waliotaka kumpiga Paulo ni watu waliokuwa wamemwamini Yesu, yani ni Wayahudi waliomwamini Yesu, maana yake wamepokea wokovu. Ila Musa hawajamwacha. Kwa nini walitaka wampige Paulo? Kwa sababu amemleta najis, ameleta Mungu wa ndani ya hekalu. Amemleta Timotheo. Timotheo mama yake alikuwa ni Myahudi, baba yake alikuwa ni Myunani. Kwa hiyo alikuwa na chembe za Uyahudi, lakini bado walitaka wampige kwa mawe. Matendo, soma sura 19 na 20 zote utakuta hizo taarifa. Alafu utaiona inavyoongea. Na hata wanavyomkasirikia Paulo kwa sababu alikuwa anaonekana anaharibu mila za Kiyahudi. Na zile taratibu ambazo Musa aliwapa, anasema unawafundisha watu wamwache Musa. Na ni kweli, ndio maana hata na sisi wasema kanisa, tabu ya kanisa leo ni Musa. Tabu ya kanisa leo ndani ya kanisa ni Musa. Na ninakwambia kweli, ukiona mchungaji anamtoa Musa ndani ya kanisa, huyo ameitwa. Nikitaka nichukue hela zenu nyinyi, ni lazima niuletee Musa. Mbona tutaondoka nazo? Mnataka tulete Musa? Utatoa tu hela. Kwa sababu ndakukalisha mahali pa nini? Asira nini? Anasema ghadhabu nini? Nitawapatiliza uasi wa baba zao kizazi cha 3 na cha 4 cha wanichukiao. Nikikuweka hapo vizuri utatoa tu hela. Sasa unajua magonjwa yanafahamu kwenye ukoo, unajua. Kwa hiyo utataka tu ukombolewe. Kwa nini usinipe hela?
Kama utakombolewa kwa nyuma utajua mwenyewe, haujaamini vizuri. Make, kama mambo yatokee ukiuliza mtumishi akwambia wewe imani yako inaonekana haijakaa vizuri. Sio imani haijakaa vizuri bwana, acha mambo yako. Hapo ndo mahali tunapojifichia watumishi. Ukiona watu wamekubana sana unaambia wewe inaonekana uamini. Na shida ya imani hamna ushahidi kwamba hapa naamini hapa siamini. Naeleweka eh? Taifa la Israeli lilikaa namna hiyo. Kwa hiyo wale Walawi walipewa jukumu hilo la kusimamia hizo taratibu zote za ibada ambazo Mungu aliwapa kwa ajili ya taifa la nini? La Israeli peke yake. Wa mataifa mengine yote hawakuhusika pale hekaluni, wala hawakutokea pale hekaluni. Sasa ndio ndani ya hilo taratibu Mungu akasema kwamba mtatoa sehemu ya 10 ya kila kitu ambacho nitafanya nini? Nitawabariki. Kwa ajili ya nini? Kwa ajili ya Walawi, kwa sababu Walawi hawana sehemu. Wao hawafanyi kazi. Wao kazi yao ni hekaluni. Sasa kwa sababu wao nimewapa kufanya kazi hekaluni, basi ninyi makabila 11 mliobaki mtakuwa sababu ya wao kufanya nini? Kula na mambo mengine yote, kujikimu. Mungu akaweka huo utaratibu. Ndio ile taifa la Israeli likawa linapeleka ile sehemu ya 10. Na sehemu ya 10 waliopewa pia na yenyewe ilikuwa na utaratibu. Hawakuwa wanapeleka hela. Tukirudi kwenye ile fungu la 10 lenyewe, hawakuwa wanapeleka nini? Hela. Ilikuwa wanapeleka wanyama na mazao, nafaka wanapeleka. Ikitokea yule Myahudi yuko mbali sana na kutoka, atauza. Akishauza atakuja na fedha na familia yake mpaka pale. Akifika pale, moja ya vitu atakavyonunua, atatafuta whisky moja nzuri. Ongeza sauti. Yapo kwenye mambo ya Walawi wanaongea. Anasema atatafuta pombe kali na mambo ambayo moyo wake utafurahi. Atakaa na familia yake ndani ya hekalu. Sio kwamba ataenda kwenye baa kwa nje. Hekaluni ndani. Atakunywa na kula na familia yake, atafurahi. Wakiwa wamemkaribisha na Mlawi, yani yule wa hekaluni, watakunywa naye, watafurahi. Alafu Bwana atakuwa ameipokea hiyo sadaka. Mungu hayuko tunavyomfikiri. Dini imemficha Mungu, ila umefika wakati Mungu kufunuliwa. Sababu Mungu anataka tuhusiane naye. Mungu ana shauku ya kuongea na wewe mambo mengi, mengi mno, mengi sana. Ila sasa dini imeweka ukuta. Dini ndio ambayo imetengenezea mambo yote haya. Na dini misheni yake ni kumtafuta Mungu. Lakini wokovu katika Kristo ni misheni ya Mungu kumtafuta mtu. Kwa sababu Mungu ndio anayejua wewe ulipotea kiasi gani. Wewe hujui ulivyopotea bwana. Wewe unajua ulivyopotea? Wewe hujui. Yeye ndio anakuambia unajua umepotea hivi, unajua umepotea hivi. Unasema okay. Ya kweli. Yeye ndio anajua wewe umepoteaje. Kwa hiyo yeye akikwambia nimekuokoa, na maana amekuokoa. Wewe unataka tu uamini ambavyo anasema. Amen. Basi Mungu akawa ameweka huo utaratibu na Israeli wakawa wanafanya huo utaratibu. Lakini ndani ya huo utaratibu haukuwafanya Israeli wafike kuwa na mahusiano na Mungu. Israeli waliishia tu kujaribu kutimiza nini? Sheria. Na wakati wote walikuwa wakosaji. Na wakavunja lile agano. Mungu mpaka anakuja analeta agano jipya. Anasema nitafanya agano jingine jipya. Sio kama hili ambalo mlivunja. Nitaandika sheria zangu katika mioyo yenu. Nitawapa roho yangu ambayo itawaendesha katika sheria zangu. Hao wote aliokuwa anaongea nao walikuwa ni taifa la Israeli tu anaongea nao. Hata anaposema nitafanya agano jipya na ninyi, anasema Yuda na Israeli. Kipindi hicho Yuda na Israeli vimetengana. Makabila mawili yameenda huku, makabila 10 yamebaki huku. Mungu anataka afanye nao agano, taifa la Israeli. Naeleweka jamani? Naamini maelezo yangu pia yanaweza kawa yatajibu mambo mengi labda ambayo unajiuliza kadri ninavyoendelea kuongea. Mungu wakati analeta hilo agano jipya
alichokifanya alikuwa amemlenga Israeli tu peke yake na Yerusalemu, yaani kwa maana makabila yale 12. Mataifa mengine yote Mungu hakuwa na shida nao, wala hakuwa na mpango wa kuokoa. Ndio maana ukisoma kwenye kitabu cha Yeremia na Ezekiel utakuta mission yake ya wokovu ilikuwa imelenga taifa la Israeli, kwa sababu ndio taifa lilokuwa na agano nalo. Na ndio maana hata kwako wewe sasa hivi utakiwa hata ujivune kwamba ninalo agano jipya. Nikikuuliza la kale uliwahi kuwa nalo lini? Kwa sababu huwezi ukawa na agano jipya kama hujawahi kuwa na agano la kale. Wewe unalo agano tu, ila una agano jipya. Ongeza sauti. Unajua ni kama sasa hivi Tanzania tuanze kusema kwamba sisi tuna katiba mpya bwana, tunayo katiba mpya. Swali litakuuliza, katiba yenu ya kwanza ya zamani iko wapi? Si ndio? Kwa maana ukisema tuna katiba mpya, maana yake mliwahi kuwa na katiba ya zamani. Ila sasa tunasema tuna katiba, ndio kwanza tunasema tunahitaji tuwe na katiba mpya, tunahitaji tuwe na katiba mpya. Maana yake kama itakuja itokee katiba mpya, ndio tunaweza tukasema hii ni katiba mpya ambayo inatupa kumweleza mtu kwamba tuliwahi kuwa na katiba ya zamani. Sasa mwenye uwezo wa kusema hivyo ni Israeli tu. Mataifa hana uwezo, kwa sababu ukisoma kwenye Waefeso sura ya 2 mstari wa 11 anasema hatukuwa na Mungu, hatukuwa na ahadi, hatukuwa na agano, hatukuwa na Kristo. Sisi watu wa mataifa tunaoitwa wasiotahiriwa. Wale waliotahiriwa ndio walikuwa na hayo mambo yote. Ninaeleweka nachosema eh? Yes. Kwa hiyo maana Mungu wakati anasema nitafanya nao agano jipya, maana yake alikuwa nao watu specific aliowalenga kufanya nao agano. Na ndio maana unakuta hata Yesu alipokuja anawatuma, kuna sehemu anawatuma wanafunzi wake, anamwambia nendeni ila kwa nyumba ya kondoo wa nani? Wa Israeli. Mathayo sura 10, waliopotea. Kwa mataifa msifanye nini? Msiende. Yaani huko sio mission yangu. Mkienda nyinyi mtajua nani kawatuma, ila mimi sijawatuma huko, kwa sababu sio mission yangu huko. Yaani alikuwa anawaambia wasije Bukoba. Yes, asante. Mzee Neema anasema maana yake alikuwa anawaambia msiende Bukoba. Hata kama mtapita jirani msiende, ila nendeni katika nyumba ya taifa la nani? La Israeli. Kwa nini? Akiwa anaonyesha kabisa na shabaha ya alicholenga. Na hii inafanya hata mengi ambayo Yesu aliyaongea ya mwenye kuvumilia hata mwisho, sijui nini ataokoka, sijui nini, yote yale yalikuwa yamelenga hiyo jamii moja. Hayakuwa yametawanyika kwa ajili ya mataifa mengine. No. Yalikuwa yamelenga taifa la Israeli. Ndio maana Yesu akafika maana akasema hata ninyi kati yenu kuna wengine ambao hawatakufa mpaka watakaponiona nikiwa narudi. Kama leo tunasema kwamba akirudi hao watu wapo hai kweli? Hamna, manake wote wameshakufa. Lakini maneno anayosema pale ukisoma kwenye Mathayo 24 anasema katikati yenu kuna watu ambao hawataonja mauti mpaka watakaponiona nikija. Tunayo mengi sana ya kujifunza na kuelewa. Hiyo yote ilikuwa ni mission ya Mungu akiwa amelenga ulimwengu mmoja unaitwa ulimwengu wa Kiyahudi. Huo ndio alikuwa ameulenga na ndio alikuwa anaongea kwa huo. Na kipindi chote Yesu amekuja amezaliwa, yote anayoongea ilikuwa yamo ndani ya ule ulimwengu wa nini? Wa Kiyahudi. Hakuna mtu wa mataifa alikuwa anahusika hata kidogo. Mataifa tumeanza kuhusika, Roho Mtakatifu anashuka kwenye Matendo ya Mitume sura ya 2 pale. Ndio mataifa na sisi ndio kama tunapata mwaliko wa kuingia. Naeleweka jamani? Lakini kule kote hatukuhusika kabisa. Ndio maana kuna lugha zinatumika zinaongewa ambazo zinatakiwa ziwe makini sana leo unavyosoma. Unasikia Yesu anasema amri mpya nawapa, mpendane. Narudi kwenye swali lile lile. Wewe ukisema ni amri umepewa wewe, ya zamani ipi uliwahi kupewa? Ndio hiyo inabidi watu wakadake zile za Musa kule ambazo hawakupewa. Ila Yesu alikuwa anaongea na hawa watu ambao wameshapewa amri za kwanza na Musa. Na ndio maana wao wawe na uwezo wa kumwelewa anaposema amri mpya anafanya nini? Na wapa. Kwa maana ninyi mnazo amri, najua mnazo. Ila sasa nawapa amri mpya. Mmenielewa?
Kwa hiyo manake ina maana tayari amelenga hao watu, yani ndio yuko nao hao. Na akisema hivyo, wao wanamuelewa anavyozungumza habari za hiyo amri, wanamuelewa sana, wanamuelewa. Naeleweka nachosema? Tunapokuja baada ya Yesu kufa na kufufuka, na mitume wanakuja wanakiri hilo. Wakina Paulo, kuna wakati walienda ikashindikana kabisa kuwahubiria Wayahudi, wasema sasa tunawageukia watu wa nini? Wa mataifa. Yani pale ndio tunageukiwa kwa mara ya kwanza. Wa haya tunageukiwa hapo. Amen. Yani kwa mara ya kwanza ndio tunageukiwa hapo. Na hicho kipindi tunageukiwa, okay, amesema mzee wa Neema hapa, unajua mpaka sasa pia Wayahudi wengi hawajui habari za Yesu alishawahi kuja, wala hawaamini hiyo kitu. Wengi wao hawaamini kabisa. Ila pia ulipotokea ule uharibifu ambao Yesu aliusema kwamba halitasalia jiwe juu ya jiwe pale hekaluni, unajua hiyo ishatokea manake hiyo ni ishara ya kuja kwake. Yes. Moja kati ya ishara za kuja kwake ni hiyo, kubomoshwa na kuondoshwa kabisa pale lile hekalu. Niongeze sauti ya ya hapa, najua kuna mzee Neema tusaidia, najua atapita hapo. Unajua wengi pia mnasubiri Yesu akirudi, na moja kati ya kongwa ambalo linatesa watu waliomwamini Kristo ni kuhusu kurudi kwa Yesu, kwamba Yesu atarudi. Jiandae mpendwa. Hebu tafakari maisha yako. Afu mwisho wa siku anakuambia lazima uwe na mbegu ya kujikomboa. Siku hizi watu wanaishia kwenye mbegu, atakwambia ujiandae nini, mwisho wa siku atakuleta kitu kwenye kikapu. Yake sio ujiandae, kikapu pia kihusike. Ila ukifuatia zile zote dalili pale anavyosema kwenye ile Mathayo, ziko zimelenga jamii ya Kiyahudi, kwa sababu kipindi hicho chote anachoongea hakuwa anaongea na watu wa mataifa hata kidogo. Dalili zote anazoongea mataifa walikuwa wahusiki, na yote aliyoyasema pale yalitokea ndani ya taifa la Israeli. Mpaka anazungumza habari kwamba mtaona mmezungukwa hapo, mtu sijui aliye wapi asikimbilie wapi, aliyetoka huko akimbilie milimani sijui na nini. Anaongea hivyo kwa sababu ya nini? Ule uangamivu ambao utashuka, ilikuwa ni ishara ya kuja kwake. Na baada ya pale Israeli imesambaratika kabisa mpaka leo. Moja ya vitu ambavyo tunavisema leo kwamba kama Israeli imesambaratika namna hiyo, leo fungu la 10 nampa nani? Labda mimi kwa sababu nimeokoka, nimekuwa Israeli wa kiroho. Si napenda kusema Israeli wa kiroho. Israeli wa kiroho. Okay, sawa, Israeli wa kiroho. Sasa unampelekea fungu la 10 nani? Maana yake Walawi hawapo mahali pao, kwa sababu wao ndio waliambiwa kwamba nini? Watapokea hiyo fungu la 10. Hawapo pale mahali. Sasa fungu la 10 nampelekea nani akale? Tumtafute Mlawi wa kiroho. Inabidi tumtafute Mlawi wa kiroho. Maanake tumtafute Mlawi wa kiroho. Ila utaelewa kitu ukisoma kwenye Waebrania, anasema kama taratibu za ibada zimebadilika, zimepinduka. Paulo anaongea kwenye Waebrania kule, anasema hata ukuhani na wenyewe umefanya nini? Umegeuka, umebadilishwa. Yaani kuna vitu vilibadilika kabisa, kwa sababu sasa hivi kuhani mkuu sio mtu anayetoka katika kabila la Lawi. Kuhani mkuu ni Yuda, ambayo haikuwepo kule mwanzo. Maanake kwa kuhani mkuu kuwa Yuda, basi utaratibu mzima wa ibada umechange, sio kama vile ilivyokuwa inafanyika zamani. Naeleweka nachosema? Utaratibu huo umebadilika vipi? Zamani kuhani alikuwa kila wakati, kila mwaka anaingia hekaluni kufanya nini? Kupeleka sadaka kwa ajili ya nini? Ya rehema za Mungu, msamaha wa Mungu ufunike wana wa Israeli na wapate kibali mbele zake, wakubalike, manake awe upande wao. Lakini hii baada ya kubadilika, kuhani aliingia mara moja. Anasema mwenye dhabihu inayoweza kumtakasa mtu mara moja, na akawa nani? Mtakatifu hata milele. Naeleweka anachosema? Na ndio hapo sasa tunasimama tunasema dhambi haipo
kwa sababu huyu kuhani wa zamu hii ya mwisho, yeye ametoa damu ambayo inaondoa dhambi kabisa na inamtakasa mtu kabisa. Sasa mtumishi, na maana haya makosa tunayofanya ni nini? Tunapata hayo maswali. Haya makosa tunayofanya ni nini? Hayo makosa, wewe unajuaje kwamba ni makosa? Unatumia nini kujua kwamba hili ni kosa? Eti kwa sababu utaniuliza swali kwamba haya makosa, mfano kama mtumishi pale aliuliza akasema, zambi unakuta wakati mwingine tunajaribiwa, unakuta wakati mwingine yani unawaza vibaya. Yani nini ambacho kinakwambia umewaza vibaya? Yani hiki ndio unachokitafuta, kinachokwambia hiki umewaza vibaya.